Stars. Mwalimu Ouma, habari za asubuhi? Salama sana ndugu. Kwanza mwalimu, hongera sana kwa kushinda nusu finali na kwenda kwenye finali tena ukicheza dhidi ya timu kubwa kabisa ya Simba siku ya Jumamosi. Ya, tunashukuru sana. Swali langu la msingi, ulifanya mabadiliko kwenye kikosi chako ukilinganisha na timu iliyocheza kwenye mechi ya ligi hapa Dar es Salaam, na wachezaji wengi waliingia kwenye mechi hiyo ya nusu finali na timu ikapata matokeo. Nini siri ya mafanikio hasa kushinda huku ukiwa umefanya tena rotation kubwa ndani ya kikosi chako cha kwanza? Yeah, of course mimi ni coach mmoja ambaye napenda katika club wachezaji wanasajiliwa wa timu, alafu tuko na wale youth players wawili ambao kulingana na sheria inafaa nao katika bench. So naamini kuwa kila mchezaji, kazi yangu kubwa sana kama coach ni kuimprove ability ya wachezaji waweze kuwa na ushindani katika level. So kitu ya maana wako na talanta zile zao, lakini kitu muhimu ni kujaribu kuwaleta kila mmoja wao akwenda ile competitive nature, kwa sababu hiyo ndio kazi ya coach. Kazi ya coach ni kuimprove mchezaji akwe kiwango nzuri katika mazoezi, kisha katika mechi atakuwa kitu ambacho inahitajika. So mimi kama coach, falsafa yangu ni ku make sure that football ni very complex, yani ni ngumu zaidi, lakini najaribu katika mazoezi ku break down very clear yenye kila mchezaji anaweza elewa, jinsi ambavyo tunazungumza naye sasa hivi. Hata ukiangalia mara nyingi sana utapata watu wengi sana wanaweza kuelewa kitu jambo ambalo nazungumzia, kwa sababu nikijaribu kuzungumza mambo makubwa kama tactical periodization ama vitu kama hayo watu wataelewa, lakini najaribu kuongea ile the simple yenye mtoto mdogo wa miaka 9 iko kijana ama msichana anaelewa. So hiyo ndo siri yangu, to make sure that na improve uwezo wa wachezaji. Lakini pamoja na kuimprove uwezo wa wachezaji, utofauti wa kiufundi kwenye ile timu iliyocheza hapa Dar es Salaam na hiyo nyingine, utofauti ulikuwa kwenye sehemu gani? Kwa sababu hiyo ya huko ugenini huko kwenye kombe la CRDB ikacheza mpira na kushinda mpira mzuri na ikashinda, tofauti na iliyokuwa hapa Dar es Salaam, tofauti ulikuwa ni nini? Of course kitu muhimu, muuliza swali nzuri. Kitu muhimu tumekuwa tukijifunza, kwa sababu unajua tangu nichukue timu msimu wa pili, mimi kama coach kuna ile concept ama mtindo ambao ningependa timu icheze ama muundo, so kulingana na vision ya club. So mimi na make sure najaribu kutune team kwa hiyo njia. So ukiangalia, nashukuru Mwenyezi Mungu, tulianza kwa ugumu na kwa Kagera 2-2, nikakuja nikapata kwa KMC. So nilijifunza mambo mengi sana na kikosi. So kitu muhimu kuwa nika make sure baada ya sisi kupoteza na KMC, niliambia kila mchezaji sasa hivi hakuna mtu akona guarantee ya position. So ni kitu muhimu mtu yote akwe ready anytime. So nikirejea mechi yetu ya Dar es Salaam, unajua katika mechi mtu yote anaweza tafsiri mechi jinsi ambavyo yeye mwenyewe angependa. Kwa hivyo hiyo inaeleweka, yani kila mtu yote akitazama mechi atafanya tafsiri wake jinsi yeye anaelewa na kwa upande wake, sawa? Lakini kuna zile realities za football ambazo hatuwezi epuka, kwa sababu kiangalia mechi kama ile Simba kwa timu ambayo tuko na Simba wakati tulicheza nao pale Dar es Salaam, sasa hivi Simba ni a very direct team, nilioeleza vile wanaweza cheza kwa touch moja, kwa touch mbili wanaingia katika box, so wako very direct. Hiyo experience waliipata katika ile mashindano walikuwa nao katika CAF, ndio kwa maana walifanya kazi kubwa wakaingia katika finali. However, characteristics zangu kama coach ni kiface team ambayo ile iko very direct, definitely hiyo mechi muishinda. Kwa hivyo pale Dar es Salaam nilielezana tu vizuri, tuliweza kustahimili ile mechi vizuri, ukubali ukatae, na kile tulidominate ile mechi 75% ile mechi tulidominate, ila sitaki kuingilia kwa mambo mengi. So nilisema tu kauli mbiu moja, kuwa kweli nimepoteza Dar es Salaam, kwa sababu mimi mtu mmoja pia nakubali bali na mambo yote ya nikasema kuwa tumepoteza Dar es Salaam, lakini tunalishinda Babati kwa sababu tulikuwa tumemilikiwa mchezo. Na ukiangalia jinsi ambavyo tulikuja katika mechi ya juzi, tayari tulicheza same tu bila tulicheza, approach yetu ilikuwa same as Dar es Salaam, kwa sababu tulisema hatutoki out of the hook, mali tulikuwa tumeshikilia pale, na tulikuja mali tulimalizia kipindi cha pili pale pale. Ukienda kutazama mechi vizuri ndio tulianzia. So nafikiria sisi ni muendeleo ya kuendelea kuimarisha vijana na ku make sure ile tactical planning yetu based na mpinzani wenye capacity ni kajinsi ambavyo inafaa. So pia na vijana kongole, kwa sababu sio kazi rahisi.
Mnaweza mkawa mlifaidika pia na uchovu kwa upande wa Simba, kwa sababu walionekana kucheza mechi nyingi kwa muda mfupi. Hii inaweza ikawa ilikuwa ni faida kwa upande wa timu yako. Naweza kuuliza swali moja rahisi sana. Wakati kuna mechi za viporo, sivyo? Mechi za viporo hutokea kwa nini? Kwa sababu kuna ratiba ilikuwepo, ndio maana zikuchezwa hizo za viporo. Na zikuchezwa kwa nini? Si unakuta timu ilikuwa kwenye ratiba ya kimataifa huko walikuwa wanacheza. Okay, hii si only hapa, ni standard practice in the world. Hata kuna Champions League utapata timu inacheza Saturday, on Wednesday wanacheza ligi, lakini kwa sababu ya request za team sometimes unapata shirikisho letu ambalo ni nzuri zaidi wanatusikiza, sivyo? Kwa hivyo wakati una change ile the normal schedule ya league ama una request, ndio lazima kuna bear those consequences. For example, kwa sababu mimi na believe as long as team inaweza cheza after 72 hours, then there's nothing to cry about. Sababu hata sisi kama Singida Black Stars sasa hivi tunaenda vijana vizuri na cheza mechi back to back, na hivyo ndio vile tunaenda ku experience zile competitions za CAF. Kwa hivyo ndio kwa maana tunasajili wachezaji 30 na kuna wale wawili wa youth. So mimi mwenyewe ndio nikakueleza kuwa experience yangu na uwezo wangu ni make sure that tuleka team kila mchezaji anaweza cheza na kuna confidence ambayo inaeleweka. Kwa hivyo hakuna wakati nilipoteza Dar es Salaam ulisikia timu imechoka. Haikusemwa hiyo. Ulisikia mpaka kocha wao pale mwisho alimaliza vipi akisemaje? Ubaya ubwela. Okay, alisemaje? Nilisikia tu akisema ule ubaya ubwela unampata kila mtu, nadhani alisema hivyo kama sijakosea. Basi si waseme Babati pia. Babati sasa ubaya ubwela hamna Ndugu yangu nakuuliza tu swali rahisi. Walimalizaje pale? Umeniuliza ati mimi nimenufaika na uchovu, si kweli? Okay, alisema vipi kwa heshima? Baada ya mechi ya alisema vipi? Ya Dar es Salaam. Baada ya mechi alisema ubaya ubwela. Ubaya ubwela, sivyo? Babati mbona basi usemi hivyo? Anyways, mwalimu tumepata acha tuende vizuri, acha niende pole pole kwa sababu mimi acha nikueleze mara nyingi sana. Mimi watu wanasema kocha anaongea mingi. Mimi naongea mingi kwa sababu mimi nikienda katika interview kama sasa hivi ndio umenileta, najaribu kuongea ili mtoto mdogo wa miaka 9, msichana kijana anaweza nielewa. Mimi sasa kuja hapa nikwambie hatunajua kulingana na strategy zangu tulicheza low speed tactical periodization, conditioning, wote mtu anaweza kaelewa nikianza kuongea hayo. Itategemeana sasa, lakini kama unaamini watu hawezi kuelewa unaweza kaongea kile ambacho kitaeleweka kwa watu. Hiyo ndio maisha ndugu yangu. So mimi every time najaribu kuongea kile ambacho kila mtu ataelewa. Na kwa mimi wangu acha nijipe kongole zaidi. Na mimi sitakuwa na excuse that is hakuna kitu kama uchovu. In fact kwanza hao ndio wako na momentum. Kwa sababu unaambiwa katika football, kumbuka mimi nilikaa how long kabla nicheze mechi, lakini timu ambayo inacheza mechi baada ya mechi ni timu iko na good momentum. Kwani fatigue, samani mwalimu, wewe ni mwalimu, fatigue kwa wachezaji inatokea wakati gani? Kama wanakuwa wanapata momentum hiyo unayosema kwa sababu wanacheza back to back. Hakuna fatigue. Fatigue ukirudi kwa scientific. Unaambiwa umeparticipate optimally kila game, unafaa after 72 hours una recover. So number 1, kuna training methods za kurudisha mchezaji katika kiwango bora for the next match. Unanielewa? Ambayo inachukua muda gani? Kuna recovery training, kuna recovery training ambao lazima ufanyishe wachezaji wako warudi katika hali bora. Unaelewa? Ndio. Kwa sababu kama uko na mechi next, for example, kama umecheza mechi na uko na mechi nyingine ya karibu, immediately unafaa recover. Na kuna recover ya kiwanja na kuna recovery outside the field. For example, putting players in the eyes na vitu kama yale. Na kuna ile unajua una mechi baada ya siku mbili, kuna kitu inaitwa regeneration, unaanza kuilifanyia mapema. Regeneration ni all process kwa season nzima. Mchezaji anakuwa katika hali bora, lakini baada ya mechi kuna zile recovery sessions zinafanywa. Lakini for the entire mwaka mzima, kalenda hii kuna regeneration. Mali ushajua kalenda vile inakaa, unafuata, unaweka timu yako katika hizo moments za competition.
So kuna longer period ya regeneration na kuna shorter periods za recovery. That's why unasikia kuna zile isotonic drinks wachezaji wanakunywa, unaangalia tu Ulaya wanapewa zile wanakula kama wanatumia. Kuna ice, tunaweka mchezaji katika ice, unaona? Kuna therapy ambazo wanapitia. So sasa hivi mali dunia imefika sasa hivi hautalia na mambo ya fatigue, kwa sababu namba 1 ya fatigue pia nutrition. So nikikuuliza leo, unataka kuniambia timu zetu kubwa hapa Tanzania wapati chakula vizuri? Wanaweza kuwa wanapata. Si ati wanaweza kuwa, nataka tuzungumze vizuri tuelewane. Leo fatigue, vile umeuliza fatigue, moja fatigue ni nini? Moja fatigue ni wewe au kuli jinsi ambavyo inapaswa ule katika kama athlete, kama top level athlete, ama top level player. Unataka kuniambia leo, wewe unajua tayari nakuuliza swali. Umeuliza fatigue, unataka kuniambia leo nutrition ya timu zetu za hapa juu ushindani wao hawapati nutrition ambayo inaeleweka. Na nyinyi mko kwenye hizo timu, unaweza ukashare experience na sisi tuko nje. Hapana, mimi nakuuliza, umeniuliza swali. Wanapata. Fatigue inaletwa na nini? Fatigue, ukiongea fatigue ni nutrition. Hata wale wacha niende na wewe. Tuko kazini. Utaendaje kufanya kazi vizuri na uje kuwa na breakfast nzuri vizuri kwa kila kitu? Okay, for example nakuambia example moja. Utaamka asubuhi, uende ukule mkate lako na siagi na chai na ukule vitu kadhaa. Then ulikosa kunywa maji wakati unaamka asubuhi. Utafilaje katika ofisini sasa? Hauwezi kuwa sawa sawa. Kwa sababu utakuwa na concentration, kwa sababu maji iko na hewa itakwenda go through your body na ku refresh. Kweli uongo? Kweli. Sasa hiyo ndio reality. Wakati tunaongea na fatigue, tunaongea in relationship to nutrition. Okay. Kocha. Kwa hicho cha ambao ulikuwa unazungumzia la nutrition, kwa experience niliyokuwa nayo, hizi timu za Kariakoo hata wachezaji binafsi wana watu wao ambao wanawapangia diet. Yes. Wameajiri hao watu, baadhi ya wachezaji kutoka hizi timu kubwa Simba na Yanga. Exactly. Yeah. Okay. Exactly. Na hiyo ndio kwa maana wako very competitive. Na kitu muhimu sasa, sisi kama makocha vile vile hata clubs zenyewe zimeinvest katika nutrition. Na mimi naona especially mimi nataka congratulate team za Tanzania sana, kwa sababu timu zote ziko na kambi, timu zote zimewekea wachezaji sehemu la kukula, na pale pia wanakuwa na nutritionist mwenye anaweza kaonyesha portion ya chakula jinsi ambavyo anakula kulingana na mazoezi ambayo sisi kama makocha tunaleta katika uwanja. Mwalimu tunakuelewa, tunangoja tumalize na maswali kama mawili hivi. Swali langu la kwanza kwenye hayo mawili yaliyobaki, timu yako imesheni wachezaji wengi sana wa nje. Inaonekana nafasi ni finyu sana kwa wachezaji wa hapa Tanzania. Wakiingia unamkuta mmoja, wazidi wawili wakati mwingine. Manake hamna nafasi ni ndogo sana kwa wachezaji wazawa. Na kuambia ndugu yangu, naangalia chini kisha niangalie juu. Ukiangalia investment about TFF, bahati nzuri mimi nilikuwa kule Tanga msimu uliopita na nilikuwa naangalia TFF yule kazi wanafanya pale Tanga kukuza pale wachezaji wadogo pale chipukizi. Ndio. Wanafanya kazi nzuri sana. Number 2, kwa sababu wanachezesha watoto wadogo the best, wanacheza against the best. Sawa, kumbuka pale age under 13 under 15 under 17 naona pale TFF. Hata ukienda leo utapata mazoezi jioni. Sasa kama huyu mtoto wa miaka 15 wanacheza the best among the best hapa akiwa na miaka 15. So, hebu kuja katika NBC Premier League ambayo ni namba 4 na soon itakuwa namba 3. Kitu ambacho tunasema ukipata quality ya mimi kwa timu yangu hapa katika wote nikupe katika Singida Black Stars mimi sina ati mchezaji ni nani huyu ni wapi sijui wapi, nawaambia nyinyi wote ni top professionals. So, mfanyeni mazoezi kama top professionals, competing for the numbers. Na angalia juzi kama mchezaji Edmund ambaye tunaanza naye wing kule 11. Edmund, very young player, ameonyesha ability yake kwa sababu ile confidence tuko nayo na wachezaji wetu na tuko nao. Sasa sisi atuangalie hiyo ni picture kwa ligi ya Tanzania leo. Kama utaangalia ati yule anatoka nje na wazao utakuwa na kosea sana, kwa sababu wale wazao ambao wako juu katika NBC Premier League wako top players equal na wale wachezaji ambao wako pale. Hiyo ndio tunataka kueleza leo. Kwa maana ukiangalia juzi Taifa Stars wako wapi sasa? Wamequalify ama hawajaqualify nations? Wamequalify. Yeah. Sawa. Ndio kwa maana leo tunaosema Mzizi aenda acheze Leon, si kweli?
Kweli. So ndio mimi nakueleza leo, hiyo mambo sijui nani ama hakuna. Ligi ya NBC Premier League sasa hivi mchezaji wote ako pale juu, wale ni top professionals, yani tuwezi wageuza na rangi. Okay, asante sana Mwalimu Ouma. Lakini vipi sasa mechi yako na Yanga ya fainali, tutarajie ushindani ama tutarajie chochote kinaweza kikatokea? Mimi nataka kueleza ndugu yangu kitu moja, na acha ni vizuri sana, na nataka kuwashukuru sana mmenipa hii fursa ya kuzungumza. Nataka kueleza coaches, tunasema coaching uanga ndio uko pale, coach kenye na kuweka pale ni outcome ya kila mechi. Kwa hivyo ukiniuliza, baada ya kushinda tu mechi ya juzi ya Simba, nilitamani sana kushinda hiyo mechi ya finali nibebe kombe immediately. Sasa ndio yale mambo nataka kueleza. Ndio. Lakini pia acha nirudi kwa historia kidogo, kwa sababu mimi wanpole kidogo. This sometimes niko very humble, niko down to earth. Lakini nataka kurudisha kwa kumbukumbu kidogo. Nataka muende muangalie Septemba tarehe 6 mwaka wa 2012. Ndio. Septemba tarehe 6 mwaka wa 2012, Benjamin Mkapa, nilikuja na team inaitwa Sofapaka kutoka Kenya, tukiprepare CAF Confederation Cup pale Benjamin Mkapa. So Simba niliwapiga 3. So si ati ni kitu nafanya sasa hivi. Ndio. So kwangu mimi niko humble. Sometimes mtu anaweza kwa sababu naongea simple language, wanaweza ni mistake. However, the quality ama the work itaonekana in time. Okay. Kocha David Ouma, unaonekana unaenjoy sana kuwachapa Simba. Si kuenjoy kuchapa Simba, ni kutimia kwa malengo yetu kama Singida Black Stars. All right. Siku ya Yanga pia mkikutana na Yanga pale, basi watu waione ile nginja ile yenyewe, Mwalimu Ouma. Mimi perception si hivyo. Perception yangu hivyo, si kama coach. Kila mechi ni muhimu. Okay. Kwangu si ati kushinda Simba ndio nimestimuka zaidi hapa. Maana mkikutana na Yanga timu yako inakuwa rojo. Black Stars washaingia finali katika CRDP. Bado. Okay, kama tumeingia ndani, kwa hivyo unilimit yangu ya kuingia finali. Sisi tulikuwa tunaangalia hizo reference hapo nyuma mkicheza na Yanga, na ndio maana sasa watu wanahisi hata finali yako na Yanga utakuwa rojo sana. Siko kwa hiyo debate kabisa. In fact, kwangu kama kocha ukiniongelesha hivyo iko very unfair in the first place, kwa sababu number 2, nikikuuliza katika ligi, wakati nilikuwa na shida zile mechi za ligi, mbona uko nasema tulicheza JKT walikuwa unbeaten kule kwao, tulienda JKT tuliwafunga kule, tulicelebrate. Mbona unicongratulate wakati JKT ni timu ngumu sana. Timu gani imeshinda kule JKT, nieleze? Mwalimu, muda umetutupa. Ngoja tu kidogo. Ndio. Ongea kitu cha maana, kwa sababu mimi sometimes watu wananimisquote. Hata kuuliza leo, ile ushindi timu gani imeshinda kule JKT? Simayo kule. Singida Big Stars. Black Stars. Hakuna timu lolote limeshinda season hii, Singida Big Stars. Black Stars ndio imeshinda, si kweli? Ni kweli. Kocha, ongea sana. Celebrate huko sana wakati tulishinda. Mbona muongelee ile? Tuliongea wakati huo, tuliongea. Mimi naomba ndugu zangu, sikizeni ndugu zangu. Naomba nyinyi ndugu zangu, napenda kila mtu, napenda mashabiki wa Tanzania, wanajua mpira zaidi. Lakini tafadhali, kwa heshima, kama mimi kocha, tuheshimiane tu kama makocha wote kwa dunia, kwa sababu tukiweka junior zetu tukiwekela kwa meza wote, hata wengine mtashangaa. Sisi tuko humble, mimi am humble. Lakini don't mistake, I'm only mistake. Hiyo ndio reality. Asante sana Mwalimu. Asante.